Yesu asifiwe. Mungu abarikiwe sana, aliyetupa neema tena ya kushirikiana vipindi vyetu endelevu. Ninambariki Mungu kwa neema, rehema na fadhili zake ambazo anazidi kuzizidisha siku kwa siku. Tunaendelea na ujumbe wetu, maombi yenye upenyo. Maombi yenye upenyo, leo tukisogea na kitabu kile cha Efeso 3 mstari wa 20. Kitabu cha Efeso 3:20, Biblia nasema, basi atukuze yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Pointi yangu ya msingi, atukuzwe. Basi atukuze yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Mungu anaweza akafanya mambo makubwa zaidi ya vile tuombavyo na zaidi ya vile tuwazavyo, lakini haya ili yatokee, anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo kuna kiwango cha nguvu kinahitajika kifanye kazi ndani yetu ili Mungu atende zaidi ya vile tuombavyo na zaidi ya vile tuwazavyo. Bwana Yesu asifiwe. Hii inakujaje? Kiwango cha kusukuma maombi kwa muda mrefu, kiwango cha kuomba kwa kipindi cha kutosha kinatengeneza nguvu ndani yetu, na ile nguvu inazalisha katika uliyosema, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hiyo nguvu itendayo kazi ndani yetu inapatikana kwa viwango vya kuomba. Kiwango chako cha kusimama mbele za Bwana kuomba kwa muda mrefu kinazalisha nguvu ya kuumba kitu katika ulimwengu wa roho zaidi ya maombi yako na zaidi ya kuwaza kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kiwango chako cha kusukuma maombi, niko najifunza, Daniel alikuwa akiomba mara 3 kwa siku, kila siku ni sehemu ya maisha yake, lakini kiwango alichokuwa naomba, kuna vitu vilitokea zaidi ya maombi yake. Labda aliomba apate jambo fulani, akapata zaidi ya lile, asema afanyie mambo makuu mno, mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Sasa upenyo katika maombi utegemea pia kiwango chako cha kuomba. Unaomba kiwango gani mbele za Bwana? Kuna mtu anasema, mtumishi, nimeomba dakika 5, dakika 7. Endelea kuchukua hatua. Kiwango cha kusukuma maombi masaa 3, kiwango cha kusukuma maombi masaa 4, kiwango cha kupata nafasi ya usiku masaa 2, kiwango cha kujitenga kwamba wiki hii nina hitaji langu moja, nitalisukuma kwa masaa kutosha. Wiki nzima unasukuma hitaji moja, unazalisha nguvu kubwa zaidi ya kupusha hilo jambo, na Mungu anatenda zaidi ya maombi yako, anatenda zaidi ya kuwaza kwako. Inategemea kiwango chako cha kukaa mbele za Bwana kwa namna ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu wanakuta wanaomba, lakini anaweza kaomba ndani ya nusu saa kisha omba mahitaji 12. Sasa kule mbinguni Biblia inasema kwamba akamwona malaika na kitasa kimejaa manukato, nayo ni maombi ya watakatifu, yakamwagwa juu ya nchi, wakaona ngurumo na radi. Sasa kule juu anasema kuna ni kitu kama kopo, ni kitu ambacho kama bakuli kinachojaza maombi ambayo ni manukato ya watakatifu. Sasa niambie, ndani ya masaa 2 ushaomba agenda 12. Sasa haya mahitaji 12 yatajaa lini ili kitasa kijae kimwago juu ya nchi? Ndio kwa kujibiwa kwako kwa maombi. Na tunaona mama mjane na habari ya Luka 19, ile mama mjane na kadhi dhalimu. Biblia anasema kwamba alikuwa akimwendea kila mara, mpaka kadhi akasema, ingawa siwajali watu nami si mcha Mungu, lakini kwa sababu ya mjane huyo na nijiajia, nitampatia haki yake sinitoshe. Lakini alikuwa akimwendea. Asubuhi kaja, aisee, nipatie haki yangu na adui yangu.
Akienda mchana anaenda kwa hakimu, ese kesi yangu vipi? Jioni kesi yangu vipi? Wakati amekaa na marafiki zake wanaongea, kesi yangu vipi? Wakati wanakunywa kahawa na marafiki, kesi asema kwa huyo, japokuwa simjali Mungu, sijali watu, simchi Mungu, lakini kwa chia anavyonisumbua kunijiajia, nampatia haki yake. Akasema je, angalieni hilo ni kadri ya kusema, je, na Mungu hata hapa haki yake wateule wake wanaomwomba usiku na mchana. Kwa wateule wanapoomba usiku na mchana, wanadhalisha nguvu ndani yao. Ile nguvu inampa nafasi Mungu kutusaidia kwenye mahitaji yetu. Kwa hiyo moja, upenyo kwenye maombi. Kiwango cha kuomba maombi ndicho kiwango cha kujibiwa maombi yako. Mmoja, upenyo kwenye maombi ni kuwa na utulivu wa kuwa na maombi ya muda mrefu. Kuwa anasema, je, hamkukesha nami hata kwa saa moja? Kwa maombi ndani ya masaa 24, kiwango cha chini kabisa cha maombi ni kukesha kwa lisali moja. Yaani lisali moja ndio kiwango cha chini cha maombi, lakini maombi natakiwa tupata hata masaa 3 4, lakini hitaji lako moja. Kwa mfano, unaomba kwa ajili ya mtoto kanapitia mazingira magumu, ambie Bwana Yesu, nina mwezi mzima pamoja na maombi mengine, lakini hitaji hili ni kipaumbele. Unaliombea zaidi ya masaa 3, mahitaji mengine naye anapokea, napata nafasi yake. Sasa kiwango unachopata kuomba unazalisha nguvu kubwa ndani yako. Ile nguvu Mungu anafanya zaidi ya maombi yako, anafanya zaidi ya vile uwazavyo. Kwa nini? Kiwango cha kusukuma maombi kinapa Mungu nafasi afanye kwa mapana zaidi. Hebu zaidi ya kuwaza kwetu, hebu fikiri zaidi ya maombi yetu. Asema kwa kadri ya nguvu itendao kazi ndani yetu. Ni kutie moyo mtumishi wa Bwana muombaji, unaomba sawa, lakini hebu tenga muda wa kutosha kukaa mbele za Bwana. Tenga muda wa kutosha maombi mbele za Bwana. Tenga muda wa kutosha kumwambia Bwana, niko hapa. Kwa kadiri ya nguvu itendao kazi ndani yako kwa njia ya kusukuma maombi, kwa kadiri hiyo hiyo Bwana atafanya zaidi ya maombi yako, atafanya zaidi ya vile wazao. Kwa nini? Kwa kadiri ya nguvu itendao kazi ndani, sio nje, ndani. Nguvu inatakiwa izalishe ndani kwa njia ya maombi, ili Mungu afanye kitu zaidi ya maombi yako. Mungu afanye kitu zaidi ya akili zako, kwa Mungu wetu ni mwaminifu. Neno la hili la leo likutie nguvu tena. Tenga muda wa kutosha kusukuma maombi, ili Bwana afanye zaidi ya maombi yako, ili Bwana afanye zaidi ya mahitaji yako, katika jina la Yesu. Acha nikuombe neema Mungu leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, neno lako linasema Baba, utatumwagia roho ya neema na maombi, nasi tutaomba na kuomboleza. Ni kweli watoto wako Bwana Yesu wanatamani kuomba, wanatamani kusimama mbele zako kwa maombi, lakini nguvu ya maombi imeshuka sana ndani yao. Nami nawaombea leo, Bwana, watie nguvu tena, achilia nguvu mpya ya maombi, achilia uwezo mpya wa maombi, ili Baba, kwa kadiri wanavyoomba, ile nguvu itenda kazi ndani yetu Baba, ikazalishe nguvu kubwa katika ulimwengu wa roho. Baba, ukafanye zaidi ya maombi yetu, ukafanye zaidi ya vile tuwazavyo, ukafanye zaidi ya mahitaji yetu. Baba, achilia neema kwa watoto wako, anza kuwatia nguvu, anza kuwapa neema, anza kuwapa ujasiri, anza kuwapa uwezo ndani yao wa kuomba zaidi ya maombi yetu, ya kuomba zaidi ya akili zetu, ya kuomba zaidi ya ufahamu wetu, katika jina la Yesu. O Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, dhihirisha uweza na nguvu zako, dhihirisha mamlaka yako Bwana, dhihirisha nguvu zako Jehova, kwa kadiri ya nguvu itendao kazi ndani yetu. Dhihirisha uweza wako Bwana, dhihirisha nguvu kwa watoto wako Baba, ukawatie nguvu tena, kwa kadiri ya nguvu itendao kazi ndani yao Baba, kwa kiwango cha maombi, ukatende zaidi ya maombi yao, ukatende zaidi ya mawazo yao Baba. Kuna vitu vikubwa nataka viachilia kwao, maana Hana aliomba mtoto, ukampa mwamuzi wa Israeli Baba, ukafanye zaidi ya maombi yao, ukafanye zaidi ya kile wanachokiwaza, kwa kadri ya neema itendao kazi ndani yao, katika jina la Yesu, kwa damu Yesu Kristo Nazareti aliye hai, amen. Mungu wangu akubariki, Mungu wangu utunze, endelea kuomba, tenga muda wa kutosha kwa ajili ya maombi, ili Bwana ajifunue katika maombi, katika jina la Yesu, amen.